Kutoka kwa naibu katibu wa mambo ya nje na waziri kivuli wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa kuhusu yaliyotukia Angola. Mimi nitaanza kwa kuelezea kwanza umuhimu wa jukwaa hili. Jukwaa hili linaitwa PAD, ambao ni jukwaa la wanademokrasia wa Afrika, na lilianzisha mwaka 2023. Huu ulikuwa ni mkutano wake wa 3 wa mwaka. Imekuwa ni kawaida kwa wanajukwaa hili kukutana kila mwaka kujadili masuala ya demokrasia katika Afrika, ulimwenguni mote, na masuala kuhusu uongozi kwenye nchi mbalimbali na namna ambavyo tunaweza tukafanya kazi pamoja kushirikiana na kuhakikisha kwamba tunapata haki na demokrasia katika Afrika. Kwa hiyo mwaka 2023 jukwaa hili wanajukwaa walikutana nchini Poland. 2024 tulikutana Cape Town, Afrika Kusini, na 2025 kwa kutambua umuhimu wa demokrasia Afrika, kwa kutambua nafasi ambayo Angola ilikuwa inaenda kushikilia kama viongozi wa Umoja wa Afrika. Jukwaa hili lilichagua mahususi kuendelea na kikao chake nchini Angola kwenye mji wa Benguela. Na nchi ambazo zimekuwa zikishiriki na ni washirika wa jukwaa hili ni pamoja na South Africa, Namibia, Msumbiji, Angola wenyewe, Uganda, Kenya, Lesotho, Swaziland, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Ethiopia, na Sudan ile ambayo Sudan. Sasa mwaka huu ulikuwa ni mwaka mwingine tena kwa wanasiasa kutoka Afrika, wanademokrasia kutoka duniani na sehemu nyingine zote. Kulikuwa kuna rais mstaafu wa Colombia, kulikuwa kuna rais mstaafu Ian Khama na wanaharakati wengine pamoja na viongozi wengine wa vyama vya siasa na viongozi kutoka serikalini washirikiane tena kukutana Benguela, Angola, na kuendelea na mjadala wa kesho ya Afrika kwenye masuala ya kidemokrasia. Kwa hiyo mtatambua kwamba hili ni jukwaa muhimu, tunalihitaji kama wanasiasa wa Afrika, kama wanaharakati wa Afrika na watu tunaoitakia kesho njema kwa Afrika ili iweze kuwa na demokrasia bora na inayojibu haja za watu wake kuhusu maendeleo na usimamizi wa mataifa yetu. Sasa sisi tumeelezea mara kadhaa na tumetoa statement kadhaa kama taasisi. Tunaelekea sasa kwenye wito. Sisi tunatoa wito gani kama ACT Wazalendo kutokana na kadhia hii ambayo mmeisikia na ambayo tumeendelea kuifafanua, na baadaye tutampatia nafasi mwenyekiti wa chama aseme kwa upande wake. Kwanza, baada ya matukio haya yote kuanzia tarehe 13 mpaka leo tunapofanya press conference tarehe 16, hatujasikia chochote kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje kwamba ni nini hasa kilitokea mpaka viongozi kutoka Tanzania wenye mamlaka makubwa katika nchi wamezuia kuingia Angola. Kwa hiyo tunaitaka serikali itoke hadharani na itoe kauli kuhusiana na tukio hili. Lakini pili, tunaitaka serikali imuite balozi wa Angola nchini Tanzania ili ajieleze kuhusiana na kadhia hii iliyotokea. Wito wetu wa 3, mmenisikia nimeeleza kwamba Angola sasa ndio wenyekiti walipewa wenyekiti wa Jumuiya ya Afrika AU. Na tunajua kazi hii ni ya kusimamia mambo yote yanayoendelea katika Afrika ikiwemo demokrasia, maendeleo ya watu wa Afrika, na tunafahamu kwamba Umoja wa Afrika umesema kwamba mwaka huu kauli mbiu yao ni mwaka wa kutafuta haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Afrika kupitia fidia. Tuna mashaka kama rais huyu wa Angola ambaye matukio haya yametokea nchini kwake anaweza kuendelea kuwa msimamizi mzuri wa ajenda hii kwa Umoja wa Afrika. Kama ajenda ya kusimamia demokrasia katika nchi yake,
kuheshimu viongozi kutoka nchi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wangepata fursa nzuri ya kukaa chini kujadili masuala ya demokrasia. Imeshindikana katika nchi yake, itawezekanaje yeye kuongoza na kusimamia ajenda hii kwenye mataifa yote ya Afrika? Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wa Umoja wa Afrika watafakari nafasi hii adhimu na ya heshima kubwa sana waliompa rais wa Angola kama mwenyekiti wa Afrika, kwamba hatoweza kuimudu nafasi hii. Ni swala la kutafakari, na waone kwamba nafasi hii ipatiwe viongozi ambao wao wenyewe wanaonesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika nchi zao, kabla ya kutwikwa mzigo wenye majukumu makubwa wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika Afrika. Asante.